Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Siku kadhaa nyuma tuliweza kuripoti habari kuhusiana na mwigizaji anayefahamika kwa jina la Wema Sepetu alivyo ambatana na Gigy Money na nguo ambazo alikuwa amezivaa. Zilikuwa ni nguo ambazo hazina stara kwa lugha nyepesi, unaweza ukasema hivyo. Sasa basi, kutokana na maneno kuwa mengi kweli kweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii, maneno yamekuwa ni mengi kuhusiana na nguo ambazo Wema Sepetu pamoja na Gigy Money walizivaa hiyo siku. Sasa bodi ya filamu Tanzania imeandika waraka mzito kwenda kwa Wema Sepetu. Je, ni nini hasa ambacho kimeandikwa katika bodi ya filamu? Utakwenda kufahamu ndani ya video hicho. Kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, kwanza kabisa, mara baada ya watu kuanza kumshambulia Wema pamoja na Gigy Money, Gigy Money alijitokeza katika ukurasa wake wa mtandao wa Instagram na kuandika maneno mengi kweli kweli kuhusiana yeye na Wema. Tena akasema kwamba wanaodhani ya kwamba Wema anamburuza, yeye hamburuzi Wema, lakini Wema ni mtu mzima. Hivyo basi anajua anachokifanya, alafu pia hawezi kuperekeshwa. Sasa basi mtazamaji wa Bongo Super Media, balaa limekuwa zito zaidi mara baada ya bodi ya filamu Tanzania kuweza kuona hiki ambacho kimeendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na mimi nakwenda kuisoma taarifa ya bodi ya filamu kama ilivyo. Mimi naukumbusha tu mtazamaji wa Bongo Super Media, kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha nisome taarifa hii ambayo imetolewa na bodi ya filamu na ilitolewa siku tu ya jana. Imeandikwa hivi: Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, bodi ya filamu Tanzania, tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Wito: mwanatasnia Wema Abraham Sepetu unatakiwa kufika ofisi za bodi ya filamu Tanzania. Bodi ya filamu ni chombo kilichoundwa kisheria kutengeneza na kulinda taswira ya taifa letu pamoja na kuendeleza sekta ya filamu nchini. Katika kutimiza majukumu hayo, haiwezi kuacha kusimamia masuala ya nidhamu na maadili kwa watasnia wetu. Bodi imesikitishwa na picha jongevu zisizokuwa na maadili zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha mwanatasnia Wema Sepetu akiwa katika mavazi yasiyo na staha. Hivyo bodi inamtaka mwanatasnia husika Wema kufika bila kukosa katika ofisi za bodi ya filamu zilizopo Kivukoni, Dar es Salaam siku ya Alhamisi tarehe 22 mwezi Mei mwaka wa 2025 majira ya saa 4 asubuhi kwa ajili ya mahojiano. Bodi ya filamu Tanzania inaendelea kuwasihi wanatasnia wa filamu kuendelea kulinda maadili ya nchi yetu katika kazi zao za kitasnia pamoja na mionekano yao ya kijamii. Imetolewa na Gelvasi Kasiga, kaimu katibu mtendaji. Mwisho kunukuu. Hakika hapa bodi ya filamu Tanzania imeweza kuona kile ambacho kimetokea katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na msanii, ambapo kuna baadhi ya watu wengi kweli kweli waliweza kutoa maoni yao kuhusiana na yale mavazi ambayo msanii Wema Sepetu alikuwa ameyavaa, ama mwigizaji Wema Sepetu ambayo alikuwa ameyavaa. Watu wengi kweli walitoa maoni yao kuhusiana na kuwa zile nguo hazikuwa na maadili kabisa hata kidogo, lakini hakuna namna. Sasa bodi ya filamu Tanzania kuona wanaweza kulisolve jambo hili kwa namna gani, kwa sababu hili ni jambo ambalo kimsingi limeteka headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wacha tuweze kuliangaza sisi kama wa Tanzania, lakini pia watu ambao wanafahamu ni jinsi gani ambavyo wanatasnia, lakini pia watu maarufu ama vioo vya jamii inabidi wavae ili kulinda taswira, lakini pia star katika jamii. Mtazamaji, Wema Sepetu pamoja na Gigy Money, zile nguo ambazo wamezivaa hakika ni nguo ambazo zilikuwa kiukweli hazina maadili ya Kitanzania. Ni nguo ambazo zimeleta mkanganyiko mkubwa kweli kweli. Sasa kuna baadhi ya comment na kusomea hapa chini ya sehemu ya comment. Hawa watu wameandika hivi: huyu anaitwa Azma Collection,
kaandika, kwa nini ajaitwa Gigy Nicole, mna roho mbaya na nyie. Huyu kaandika hivyo Asma Collection, kwamba kwa nini ajaitwa mtu ambaye anajiita Gigy, lakini pia kwa nini ajaitwa mtu ambaye anajiita Nicole, kwamba ana roho mbaya. Gigy ni mtu ambaye inabidi aitwe katika BASATA kwa sababu huyu ni mwanamuziki Gigy Money. Lakini pia kwa upande wa Nicole, na yeye Nicole inabidi aitwe BASATA kwa sababu huyu ni mtu ambaye anafanya masuala ya tasnia ya muziki. Lakini pia na uigizaji Nicole, kwa hiyo hata Nicole anaweza kaitwa katika upande huo ambapo ameitwa wimba. Huyu Asma ndio ameuliza hapa, Asma Collection. Lakini huyu mwingine anaitwa Kifimbolism_TZ. Kaandika hivi, barua mbona haina hata muhuri, kaandika hivyo. Lakini huyu mwingine anaitwa Harriet Kenneth, kwamba Tanzania yangu, akaandika hivyo. Huyu mwingine akaandika seriously. Na huyu mwingine anaitwa Warda Masoudi, kaandika hivi, vipi kuhusu Malaika, mbona Wema tu jamani. Mwisho kunukuu, kwamba hawa watu wanalalamika kuhusiana na Wema Sepetu kuitwa katika mahadili BASATA kwa sababu kulingana na mambo ambayo alikuwa ameyafanya. Sasa hao ni baadhi ya watu ambao wamelalamika kweli kweli kuhusiana na mustakabali wale, kuhusiana na kile ambacho Wema Sepetu amekifanya, ni kwamba anaonekana yeye tu, wengine waonekane. Kwa maana hata Gigy Money naye inabidi aitwe kwa sababu Gigy Money ndio mambo yake. Yaani Gigy Money kuvaa hivyo ndio shughuli zake. Huwezi kumkuta Gigy Money eti amejistiri afa akawa yuko comfortable hata siku moja. Kwa hivyo watu wanauliza, je, mbona Gigy hajaitwa? Hapa Gigy inabidi BASATA pia na wenyewe muangalie kwa jicho la tatu ili waweze kumuita, kwa sababu Wema Sepetu yeye ni kama akiwa peke yake itakuwa kama kaonewa hivi, kwa sababu alikuwa yupo na Mission Town Gigy Money. Sasa hapa watu ndio kwa naoji hivyo, BASATA na wenyewe waangalie katika upande wa Gigy Money na yeye awamuite ili waweze kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakatatua ama kusolve haya mambo, kwa sababu hawa ni watu ambao wanafahamika na mambo ambayo wanayafanya kimsingi yanaleta taswira mbaya kweli kweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini kwa kuitwa Wema peke yake bila BASATA kumuita Gigy Money ama hawa baraza la sanaa kuambatanisha Wema na Gigy Money, kidogo kunakuwa kunaleta ukakasi kwa namna moja ama nyingine. Hivyo tarehe 22 hii Wema Sepetu inabidi atue katika baraza la sanaa Tanzania ili aweze kuangalia ni jinsi gani ambavyo wataweza kuzungumza na waweze kusolve hiki ambacho kimeendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kwa sababu kimeleta taswira mbaya kweli kweli kuhusiana na mustakabali wa zile nguo ambazo walikuwa wamezivaa. Watu waweze kujua nini na kipi ambacho kimewasibu, kwa sababu walijiachia kweli kweli, walikuwa wanapiga picha wanaenda sehemu mbalimbali. Sasa imezua gumzo na imeleta balaa katika upande wa serikali na baraza la sanaa hili Tanzania. Wewe maoni yako mtazamaji wa Bongo Super Media ni yapi kuhusiana na wito huu, lakini pia kile ambacho alikifanya Wema Sepetu, na pia maoni yako ni yapi kama Mtanzania? Wema atakuwa ameonewa kuitwa ama hajaonewa na yale mavazi aliyovaa ni sawa? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comments.